inayofuata, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania Mheshimiwa Jaji George Masaju naye akasema wanasheria wasio wanaharakati wajiepushe kabisa na harakati. Unajua hapa Tanzania unaposema jaji mkuu, picha haraka inayowaijia watu ni Nyalali. Na imefika wakati ikawa ni vigumu kutofautisha kati ya ujaji mkuu na Nyalali. Yaani watu wakafikiria Nyalali ni cheo. Kwa nini? Kwa legacy ambayo ameiacha, kwa kumbukumbu nzuri ya kiutendaji kwenye kusimamia muhimili wa mahakama. Na tunatarajia hata majaji wakuu wengine wafuate nyayo za jaji Nyalali ambaye ameacha alama kubwa sana katika usimamizi wa haki hapa nchini. Mimi huwa najiepusha sana ninapokuja kuongea na watu kwenye hadhara, kwa sababu najua hadhira inayonisikiliza ni watu wenye akili mno kuliko hata mimi. Ni watu mabingwa sana. Kwa hivyo huwa napenda sana kufanya rejea kwenye maandiko. Kwa sababu nikiongea mambo yangu ya binafsi naweza nikawa naongea ujinga afu nikadharaulika. Lakini nikiongea mambo yanayotokana na maandiko, kwanza nakuwa na uhakika na kile ninachokisema, lakini la pili naonekana ni mfuasi sahihi kabisa wa Yesu Kristo. Yesu Kristo ukienda kusoma Luka sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 20 pale inaelezea namna Yesu alivyokuwa anajaribiwa na shetani kule mlimani baada ya kuwa amefunga siku 40 bila kula wala kunywa. Jaribio la kwanza alilopewa Yesu ni kugeuza jiwe kuwa mkate. Lakini Yesu wakati anajibu kwenye hiyo Luka sura ya 4 mstari wa kwanza pale, aligundua alichokuwa anaambiwa na shetani kwamba ageuze jiwe liwe mkate hakitokani na maandiko yoyote. Ndio maana akamjibu shetani kwamba imeandikwa mtu hawezi kuishi kwa mkate tu bali kwa kila neno ambalo linatoka kinywani mwa Mungu. Yaani Yesu hakumshinda shetani kwa sababu Yesu yeye ana umungu ndani yake. Alimshinda shetani kwa kutumia maandiko ambayo tayari yapo. Hata alipopewa jaribio la pili la kwamba ajirushe kutoka juu ya kinara kwa sababu Mungu imeandikwa atatuma malaika wamlinde, Yesu aliendelea kubaki kwenye maandiko kwamba imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako, na kweli imeandikwa kwenye Kumbukumbu la Torati. Hata alipoonyeshwa miliki zote za dunia na fahari zake kwa sharti la kwamba amwabudu shetani ili aweze kupewa hiyo miliki, Yesu alimwambia imeandikwa kwamba anayestahili kuabudiwa ni Mungu peke yake. Nimelazimika kutoa mfano huu wa kibiblia kwa sababu kauli ambayo jaji mkuu anaitoa kwa mawakili ni kauli ambayo haitokani na sheria yoyote. Hakuna mahala popote pale ambapo sheria za nchi hii zimewakataza mawakili wasio na harakati. Hakuna mahala popote. Na unaposimama mbele ya umma unaongea kwa nafasi ya ujaji mkuu, watu wanatarajia kusikiliza vifungu vya sheria, sio maoni binafsi au mtazamo binafsi. Umevaa joho la ujaji mkuu, unazungumza kwa nafasi ya ujaji mkuu, watu wanatakiwa kusikiliza sheria. Sasa ukimuuliza ni wapi pameandikwa kwamba ni kosa kwa wakili kuwa mwanaharakati, hakuna mahala popote kwenye sheria za Tanzania. Hakuna. Na bahati mbaya au bahati nzuri, Mheshimiwa Jaji Mkuu akaenda akasema hata wale ambao unakuta mtu katoka mahakamani kesi imeahirishwa anaongea na waandishi wa habari. Yeye Jaji Mkuu inamkera sana kwa watu kuongea na waandishi wa habari baada ya kesi kuwa imeahirishwa, eti kwa sababu waandishi wa habari sio wanaosikiliza na kutoa maamuzi kwenye kesi. Yaani Jaji Mkuu hajui kwamba ibara ya 18 B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa haki kwa mtu yoyote kupata na kutoa habari. Na naomba nisome hiyo ibara. Ibara ya 18
ibara ya 18, ibara ya 18B inasema hivi: kila mtu B anayo haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila ya kujali mipaka ya nchi. Naomba nirudie. Ibara ya 18B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema hivi: kila mtu anayo haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila ya kujali mipaka ya nchi. Katiba haijasema kwamba ni habari za mahakamani, habari za bungeni, habari za msikitini au habari za kanisani. Habari yoyote ile ambayo mtu anataka kuipata ni haki yake kuipata, ni wajibu wake kuitafuta na ni wajibu wake kuitoa. Mahakamani sio mbinguni ambako watu hawataki kuzungumza. Na tukianza kuwadhibiti watu wasiongee mambo yanayojiri mahakamani, hii nchi inarudi utumwani. Watu wanayo haki ya kujua yanayoendelea mahakamani, kwa sababu mahakamani kama ambavyo inasomeka ibara ya 107A kubwa, ibara ndogo ya kwanza, ndio sehemu ya kwenda kupata haki. Lakini ili haki ipatikane, haipaswi tu kupatikana, inapaswa kwanza kuonekana. Watu waione haki ikitendeka, afu ndio itendeke. Leo jaji mkuu anakuambia hivi, ukienda mahakamani kesi ikiahirishwa usiongee na waandishi wa habari, wakati yeye mwenyewe anaongea na waandishi wa habari pale kutoa hiyo kauli yake. Yaani leo waandishi wa habari wana maana sana kama wanaenda kumsikiliza jaji mkuu na kutoa habari za jaji mkuu na habari za mahakama. Hapo tunatakiwa tuwasikilize waandishi wa habari. Lakini mtu mwingine yeyote hana haki ya kuongea na waandishi wa habari kuhusu mambo yanayotokea mahakamani. Nasema hivi, sitaacha mimi kuongea mahakamani, kwa sababu nimeapa na ninatakiwa kwa mujibu wa ibara ya 26, ibara ndogo ya kwanza ya katiba, kuiheshimu katiba na sheria za nchi. Nitaacha kuzungumza na waandishi wa habari kuhusu mambo ya mahakamani pale itakapotungwa katiba mpya ambayo itanikataza kufanya hivyo pale mahakamani. Lakini kwa katiba hii ibara ya 18, na watu wote wasikie, kila mtu anayo haki ya kutafuta habari, kupata habari na kutoa habari bila kujali mipaka ya nchi, iwe ni Kigoma, Mwanza, Dodoma, Sumbawanga, mahakamani au bungeni. Watu wasitumie mamlaka yao ambao wamepewa kwa mujibu wa katiba kunyanyasa watu wengine. Hii nchi ni nchi, tunaposema ni huru, manake ni uhuru wa watu kufurahia haki zao zilizotajwa kwenye katiba. Moja ya haki hizo ni haki ya kutafuta na kutoa habari. Jaji mkuu hana mamlaka yoyote ya kuzuia watu wasiongelee mahakama. Hana hayo mamlaka. Hana hayo mamlaka ya kuzuia watu wasiyaongelee mambo ya mahakamani. Iwe kesi imeahirishwa, iwe kesi imeisha, iwe kesi imesimama, iwe kesi imefanya vyovyote vile mahakamani. Watu wanao uhuru wa kuzungumzia mambo ya mahakama. Mungu mwenyewe, Mungu hamna mahala popote kwenye Biblia amewapiga marufuku watu wasizungumzie mambo ya mbinguni, ambako ndio patakatifu zaidi kuliko mahakamani. Yaani ukiwekewa mahakama hapa na mbinguni hapa kwa Mungu, ukaambiwa wapi ni patakatifu, hapastahili kuzungumziwa mambo yake, mtu atakwambia mbinguni ni patakatifu zaidi. Lakini pamoja na utakatifu wa mbinguni, Mungu hamna mahala amekataza watu wasizungumzie mambo ya mbinguni. Ndio maana watu wanazungumza. Sasa nimalizie ile swali kwanza, nilimalizie, ni la muhimu sana hili.
Kwa sababu tukiliacha hili swala hili, mahakama sasa itakuwa ni siri, kama vile watu wanavyofanya mapenzi. Yaani mkiingia mle ndani hatakiwi mtu yote kuzungumza mambo mnaofanya mle ndani. Haki inayotajwa kwenye katiba ya kutafuta na kutoa habari haipaswi kuwa siri. Lakini akaenda mbali akasema hivi, kwa kuzungumza mambo hayo kwenye vyombo vya habari mnaingilia uhuru wa mahakama. Ibara ya 107B kubwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na naomba niisome. Ibara ya 107B kubwa ya katiba ya Tanzania inasema hivi. Ibara ya 107B kubwa ya katiba ya Tanzania inasema, katika kutekeleza mamlaka ya utoaji haki, mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika kuzingatia tu masharti ya katiba na yale ya sheria za nchi. Mahakama haijazuia watu wasiongee mambo ya mahakamani. Na uhuru wa mahakama unapimwa kwa namna ambavyo mahakama inazingatia sheria na katiba kwenye kutoa haki. Ndio uhuru wa mahakama. Hakuna jaji yeyote mwenye akili timamu au hakimu mwenye akili timamu ambaye ataenda kumfunga mtu aliyeiba kuku kwa sababu jana kwenye gazeti la Mwananchi kuna maoni yalitolewa kwamba huyo mtu sio mwizi au huyo mtu ni mwizi anastahili kufungwa. Mimi nina nakala hapa za mahakama. Hukumu zote za mahakama zinatoa haki kwa watu kwa kuzingatia katiba na sheria kama ambavyo imeelekezwa katika ibara 107B kubwa. Kwa hiyo mtu anapokuja anakuambia kwamba wewe ukiongelea mambo yaliyoko mahakamani una influence maamuzi ya mahakama au unashinikiza maamuzi ya mahakama, huyo mtu hajui kusoma katiba vizuri. Kwa sababu kwanza, hivi jaji anapokuwa yuko mahakamani anapata wapi muda wa kwenda kuangalia mtandaoni pameandikwa nini? Au ITV sasa hivi wanaonyesha habari gani kuhusu kesi zilizoko mahakamani? Huyo jaji hana huo muda. Anatakiwa atumie muda wake wote kwenda kusoma vitabu vya sheria. Ndio katiba inamtaka, sio aende akasikilize kule wanaharakati wanaongea nini. Sasa kuna upotoshaji ambao umekuwa ukiendelea sana. Usiongelee swala liko mahakamani, utaingilia uamuzi wa mahakama. Huna uwezo wa kuingilia uhuru wa mahakama, kwa sababu mahakama mwisho wa siku yenyewe inaamua kwa kadri sheria ilivyosema. Nendeni mkasome hukumu za mahakama. Hakuna hukumu hata moja imeamuliwa eti kwa sababu kuna mambo fulani yalikuwa yanajadiliwa kule kwenye vyombo vya habari. Na mimi nitakupa mfano mmoja wa mwisho kabla sijamaliza kwenye hilo swali. Wenzetu Kenya pale, sio hata Ulaya, Kenya, kesi zinaonyeshwa live na waandishi wa habari. Yaani Uhuru Kenyatta kashiriki uchaguzi umeendeshwa kwa namna ambavyo sivyo ndivyo, mtu kaenda mahakamani wameweka vyombo live, watu wanaangalia wakiwa nyumbani kwao kwenye TV. Nyie hapa mnaambia uruhusi kuongea na vyombo vya habari hapo nje, utaingilia uhuru wa mahakama. Sasa sisi ni mahakama gani ambayo tunataka tuwe nayo? Mahakama haiwezi kuwa tawi la chama cha siasa. Mahakama ni huru kwa mujibu wa ibara 107. Lakini uhuru wa mahakama hauna mahala popote unazuia haki za watu kuongelea mambo yanayohusu mahakama na haki za watu. Na ndio maana katiba ikaenda mbali ikasema mahakama itatakiwa tu kuzingatia katiba na sheria. Hakuna mahakama imeambiwa iende kasikilize mwanaharakati anaongea nini. Itakuwa ni mahakama ya ajabu mno kama jaji ataacha kuamua kwa mujibu wa sheria aende akaamue kwa mujibu wa watu wanavyosema kule mtandaoni. Haiwezi kuwa hivyo. Kwa hiyo mimi wito wangu ni kwamba jaji mkuu na mahakama isiwe yenyewe ndio kielelezo cha kuvunja haki za watu. Mahakama itimize wajibu wake kwa mujibu wa katiba na sheria, isiwazuie watu kuzungumza mambo yaliyoko mahakamani. Kwa sababu mahakama kama muhimili wa dola ya Tanzania inapaswa kujua muhimili mwingine wa dola ya Tanzania ambao ni bunge.
linaonyeshwa live, bunge live, yani watu wanaona kwenye TV. Bunge la Tanzania ni sehemu ya Tanzania, mahakama ya Tanzania ni sehemu ya Tanzania, lakini serikali ya Tanzania ni sehemu ya Tanzania. Unawezaje kuwazuia watu wasiongelee mambo ya mahakama? Kama watu watazuiliwa kuongelea mambo ya mahakama, mahakama ifute kile kitengo chake cha mawasiliano na habari, ifute. Lakini hata wizara ya habari sasa ifutwe, Makonda akose kazi, arudi kwao huko akakae. Habari haziwezi kuwa ni zile tu zinazohusu serikali kuisifia. Watu wana haki ya kupata kila aina ya habari, ziwe mbaya, ziwe nzuri, ziwe za kusifia, ziwe za kukosoa. Watu wanayo haki bila kujali mipaka. Ndio maana nimesema mimi nitaendelea kuongelea mambo ya mahakamani, kwa sababu tunapoenda mahakamani hatuendi kufanya mapenzi, tunaenda kutafuta haki za watu ambazo zinapaswa kupatikana kwa kuonekana. Kama mtu kaiba, tuone pale sheria zinavyofuatwa na mpaka anafungwa, tuone. Na kama ni kosa kwa kundi fulani la watu kutumia waandishi wa habari kuzungumza mambo yao, maoni yao kwa mujibu wa sheria ambayo ni haki yao, Jaji mkuu naye asiwe anawaita waandishi wa habari kwenye mikutano yake, anawaita wa nini sasa? Yani iwe ngoma draw. Afanye mambo yake huko chumbani au wapi, asiwaite waandishi wa habari. Lakini yeye anawaita waandishi wa habari, yeye kavaa joho, anawaita waandishi wa habari. Kazungumzia pia kuhusu viapo, kwamba mawakili waheshimu viapo vyao. Kwenye viapo vya mawakili hamna mahala popote mawakili wameambiwa wasiwe wanaongea na waandishi wa habari kuhusu mambo yaliyoko mahakamani. Hakuna mahala imeandikwa hivyo kwenye sheria. Lakini kama kuhusu kuheshimu viapo ndio jambo la msingi, tunao sisi watumishi wa umma hapa ambao kucha kutwa wanatajwa kwenye ripoti ya CAG kwamba wameiba mabilioni ya hela. Wanaotajwa kufanya hivyo ni watu ambao wamepewa mamlaka kwa viapo. Sijawahi kumsikia jaji yote anazungumzia hao watu. Lakini kutwa kucha imekuwa ni mawakili. Viapo. Tuna kesi sisi, polisi wanabambikizia watu kesi. Polisi ni moja kati ya taasisi katika mnyororo wa utoaji haki kwenye nchi hii. Polisi wana viapo. Ulishasikia lini polisi wameacha kubambikizia watu kesi? Kuna wakati IGP Wambura alimpa taarifa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwamba polisi wamefuta kesi za kubambika 1840. Huwezi kumsikia jaji anawakemea polisi waache kubambikizia watu kesi kwa sababu polisi wana viapo. Issue imekuwa ni mawakili tu. Mawakili heshimuni viapo. Kuna mahakimu wamekamatwa na rushwa, mahakimu wa mahakama ya Tanzania. Kuna majaji aliwahi kuwatuhumu marehemu Rais Magufuli. Majaji aliwatuhumu kwa rushwa hadharani kabisa. Huwezi kusikia jaji yeyote anakuambia majaji heshimuni viapo. Issue ni mawakili. Kwa mimi nataka niseme, kama ni swala la kuheshimu viapo, yoyote ambaye yupo katika mnyororo wa utoaji haki, awe ni polisi, awe ni magereza, awe ni TAKUKURU, awe ni wakili wa kujitegemea, awe ni wakili wa serikali, awe ni jaji, awe ni hakimu, awe ni waziri, wote tunapaswa kuheshimu viapo.